changamoto ya migogoro na mikopo. Lengo la utafiti huu ni kuishauri serikali kuchukua hatua stahiki ili kuwa na mfumo madhubuti, nafuu na wa haraka wa utatuzi wa migogoro ya kibenki. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, Wizara ilipitia na ilisajili jumla ya mikataba 483 ya uwekezaji katika utajiri asili na mali asilia za nchi iliyoingiwa kati ya serikali na wawekezaji kwa lengo la kuhakiki uzingatiwaji wa matakwa ya kisheria. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara imeandaa mkakati wa taifa wa uangalizi wa utajiri asilia na mali asilia za nchi ili kuwezesha utekelezaji wa misingi ya sheria za mali asilia kwa kipindi cha miaka mitano cha kuanzia 2025-2026 hadi 2029-2030. Lengo la mkakati huu ni kuweka mfumo wa pamoja katika usimamizi na uangalizi wa rasilimali za nchi ili kuhakikisha kuwa uwekezaji katika utajiri asili na mali asili za nchi unanufaisha taifa na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, Wizara imekamilisha mikataba ya urejeshaji wa wahalifu wa toro kutoka nchi 3 za Ethiopia, Irani na Kenya. Majadiliano ya mikataba ya kubadilishana wahalifu na nchi nyingine 4 za shirikisho za Urusi, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na Burundi yanaendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, Wizara kupitia Ofisi ya Taifa ya Mashtaka ilipokea maombi ya kupatiwa ushahidi wa watuhumiwa waliofanya makosa ya jinai katika nchi 5 za Thailand, India, Shelisheli, Zambia na Uganda. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara na taasisi zake imeendelea kuboresha mifumo mbalimbali ya tehama kwa lengo la kufikisha huduma za kisheria karibu na wananchi. Hadi kufikia Aprili 2025, asilimia 75 ya mifumo ya tehama katika sekta ya sheria imeunganishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 5 Septemba 2024, Wizara ilizindua kituo cha huduma kwa mteja ambapo mwananchi hupata fursa ya kuwasilisha malalamiko na hoja mbalimbali za kisheria moja kwa moja kupitia namba za simu 0262 160 360 na namba ya WhatsApp 0739 10 1910 na barua pepe kupitia malalamiko@sheria.go.tz. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, Taasisi ya Mafunzo ya Wanasheria kwa Vitendo Tanzania iliendesha mafunzo ya wanasheria kwa vitendo kwa wanafunzi wa kundi la 37 hadi 40, ambapo kundi la 37 limehitimu, kundi la 38 limemaliza mafunzo ya uwandani, kundi la 39 liko kwenye mafunzo ya uwandani baada ya mafunzo ya darasani na kundi la 40 linaendelea na mafunzo ya darasani. Aidha, taasisi ilisajili wanafunzi 1240 sawa na asilimia 82.7 ya lengo la usajili wa wanafunzi 1500 kwa kundi la 39 na 40. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara kupitia Chuo cha Uongozi wa Mahakama Lushoto imeendelea kuimarisha upatikanaji wa haki nchini kwa kuwajengea uwezo wa waheshimiwa majaji, wasajili wa mahakama, mahakimu, maafisa wa mahakama na watumishi wengine wa sekta ya sheria. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, chuo kiliendesha na kuratibu mafunzo aina 28 kwa washiriki 1723. Mheshimiwa Naibu Spika, taarifa ya maboresho ya utendaji wa maendeleo ya rasilimali watu iliyo chini ya wizara na taasisi zake imeainishwa katika ibara ya 148 hadi 159 katika kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na mafanikio yaliyopatikana katika mwaka wa fedha 2024-2025
hadi kufikia Machi 2025, fursa kadhaa na mikakati ya kutumia fursa hizo imebainika kama ilivyoainishwa katika ibara ya 160 na ibara ya 161 katika kitabu cha hotuba. Shukrani. Mheshimiwa Naibu Spika, ninapenda kutumia fursa hii kuishukuru kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Joseph Kizito Mhagama, mbunge, mwenyekiti wa kamati, na Mheshimiwa Florent Laurent Kiombo, mbunge, makamu mwenyekiti wa kamati, na kamati yote kwa ujumla wake, na kamati ya kudumu ya Bunge chini ya uongozi wa Mheshimiwa Oran Manase Njenza, mwenyekiti wa kamati, na Mheshimiwa Twa Ali Mpembenwe, makamu mwenyekiti wa kamati, kwa maelekezo na ushauri wao ambao umeleta mchango mkubwa katika utekelezaji wa majukumu ya wizara. Ninapenda kuiarifu Bunge kuwa ushauri, maelekezo na maoni yote yaliyotolewa na kamati yamezingatiwa kikamilifu katika maandalizi ya bajeti hii. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile ninaomba kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Songea mjini ambao walinichagua na kunifanya nisimame hapa katika siku ya leo. Pia Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niwashukuru viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi katika wilaya ya Songea mjini ambao baadhi yao wako leo hapa. Pia viongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma kwa ushirikiano wanaendelea kunipa katika kuwakilisha na kuwatumikia katika bunge hili pamoja na kuratibu utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo katika jimbo la Songea mjini. Naomba kuchukua fursa hii Mheshimiwa Naibu Spika kuwapa ujumbe kwamba huu ndio mwaka alioufanya Bwana. Ninaomba waendelee kuniunga mkono, tuendelee kuleta maendeleo Songea mjini. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wale wote waliochangia kwa namna moja au nyingine katika kuwezesha wizara kufanikisha majukumu yake. Mafanikio yaliyopatikana kwa mwaka 2024-2025 yametokana na ushirikiano na misaada ya kifedha na kiufundi kutoka kwa washirika wa maendeleo wakiwemo Shirika la Maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP, Shirika la Umoja wa Mataifa la Kuhudumia Watoto UNICEF, Umoja wa Ulaya EU, Ujerumani kupitia GIZ na Benki ya Dunia, bila kusahau ushiriki wa wananchi katika kutii na kuheshimu katiba na sheria za nchi wakiongozwa na waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba nitumie fursa hii kuwashukuru viongozi wenzangu wa Wizara ya Katiba na Sheria akiwemo Mheshimiwa Jumanne Abdalla Sajini, mbunge, naibu waziri wa Katiba na Sheria, ambaye Mheshimiwa Naibu Spika ameninongoneza kwamba anarudi Butiama. Kwa niaba yake naomba wana Butiama waendelee kumuunga mkono. Pia namshukuru Mheshimiwa Eliakim Chacha Maswi, katibu mkuu, na Daktari Franklin Jason Rosemula, naibu katibu mkuu, kwa ushirikiano wananipatia katika utekelezaji wa shughuli za wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Profesa Ibrahimu Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania na mwenyekiti wa Tume ya Utumishi wa Mahakama, Mheshimiwa Daktari Mustafa Siani, Jaji Kiongozi, Mheshimiwa Hamza Saidi Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa Eva Nkya, Msajili Mkuu wa Mahakama, Mheshimiwa Samuel Maneno, Naibu Mwanasheria Mkuu wa Serikali, pamoja na wakuu wa taasisi na watendaji wakuu wote wa taasisi na wizara, pamoja na wenye viti ambao wameungana nami katika bajeti hii ya leo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna ya kipekee ninaishukuru familia yangu, hususani mke wangu kipenzi Bi Flora Ndumbaro na watoto wangu kwa ushirikiano wanaendelea kunipatia kwa kunivumilia na kunitia moyo wakati ninapokuwa natekeleza majukumu yangu ya kulitumikia taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruksa yako naomba pia nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuisaidia timu ya Simba Sports Club kuingia katika fainali ya mashindano ya CAF. Mheshimiwa Naibu Spika, Simba inaingia fainali kwa mara ya pili. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruksa yako ninawaombea ruhusa waheshimiwa wabunge wafuatao ili waambatane na Simba kwenda Moroko: Mheshimiwa Gulamali, Mheshimiwa Talimba, Mheshimiwa Mavunde, Mheshimiwa Mwigulu na waheshimiwa wabunge wengine. Kwa ruksa yako wape ruhusa waende Moroko tarehe 17 ya mwezi wa 5 ili wakaishangilie Simba ikifanya mambo yake kule ugenini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025-2026 wizara, taasisi zake na muhimili wa mahakama itaendelea kuboresha utoaji wa huduma za kisheria na utoaji haki kwa umma. Katika kufikia azima hiyo, wizara imeainisha maeneo mahususi ya kipaumbele ambayo yameainishwa katika ibara ya 169 katika kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kutekeleza vipaumbele vilivyoainishwa, baadhi ya kazi zitakazotekelezwa na mafungu yote ya wizara katika mwaka wa fedha 2025-2026 zimeainishwa kwenye ibara ya 170 hadi 178 katika kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025-2026 wizara na taasisi zake zinatarajiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 13,656,199,000. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kufanikisha utekelezaji wa vipaumbele vilivyoainishwa, wizara inaomba kuidhinishiwa jumla ya fedha kama ifuatavyo: Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026 wizara na taasisi zake inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 687,698,489,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, maelezo ya kina na mchanganuo wa maombi ya fedha za bajeti ya kila fungu umeainishwa katika vitabu vya randama za mafungu husika ambavyo vimegawiwa kwa waheshimiwa wabunge kupitia mfumo wa kidijitali. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Sasa kabla sijaita wenye viti, kuna wanafunzi 50 na walimu 4 kutoka klabu ya wapinga rushwa